Bila shaka hujambo msikilizaji. Karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Abedi. Bado tupo katika posa za maana. Nitarudia kidogo sehemu iliyopita. Ustadhi kiongozi akanyanyua mkono kutaka kuchukua waya na Muna alimzuia kwa nguvu. Semeni. Mimi letwa hapa na semeni. Letwa na semeni mimi. Ndiyo, mimi Shankaroro. Muna hata yeye mwenyewe hajui alimtokaje hayo. Na alikumbuka kwamba shetani wananoga zaidi wakiwa na lafudhi ya kigeni. Msikilizaji, endelea kusikiliza posa za maana. Bi Salma na Bi Sania walitazamana, midomo wazi kwa mshangao. Bi Salma alinyanyuka juu na kuja karibu kabisa ya Muna. Muongo mkubwa, mfitinishaji. Bi Semeni si aliyekutuma. Umtaje hapa aliyekutuma wewe Shankaroro. Muna alimtazama Bi Salma kwa jicho kali sasa, kwani alijua lazima awe kishetani shetani. Kisha akamgeukia ustadhi kiongozi. Wewe, iambie hii mwanamke iwe kimya. Mimi naweza ila toto yake yote mara moja, hata fupa isibakishe. Mimi Shankaroro, kwetu Bombay, na napenda sana nyumba kubwa zuri kama ile, naenda kaa huyu toto kwa bana yake. Mwongo mkubwa, fisadi we Shankaroro, sijui shanka nini. Utajijua mwenyewe. Bi Salma alimshambulia Shankaroro. Sitaki fitina zako hapa. Mmezoea nyinyi mashetani kufitinisha. Bi Salma alishughulika kumshushua shetani na shetani naye hakutaka kuachwa nyuma. Wewe mwalimu, niambie niseme mimi nani? Sasa mbona ili mama nasema hivi? Wacha nile hii toto mimi kama bibi yangu Semeni navyotaka. Bi Salma hapo akanyanyuka na kutaka kumpigia mkono Muna ili amkomeshe Shankaroro. Subiri kwanza mama, ukimjia juu hivi huyu atakimbia tena. Tumepata kazi kubwa mpaka tukamweza na akaanza kuzungumza. Sasa wacha tumsikilize, kama mwongo basi tutamjua. Ustadhi alitoa rai, kisha akamgeukia tena Muna. Sasa Shankaroro tunakusikiliza, sema maneno yako yote. Muna alianza kuugua na kisha kunguruma kama simba hivi. Akajikwamua mikononi mwa maustadhi, lakini bado aliendelea kumshikilia vizuri. Wakati mamake na ustadhi wakizungumza, yeye alikuwa akitunga cha kusema kuhusu Shankaroro. Hii toto ililetwa kwangu, jumba langu zuri uko Jengeni nyie. Jumba langu hilo zuri, nakaa mimi tu na toto zangu zuri. Semeni leta hii toto Dani, na mimi ona hii toto. Nasikia hii toto na kujahamia huko. Sasa mimi naingia kwa hii toto, nasema taua hii toto. Sitaki ihamie jumba yangu na kera toto zangu zuri. Muna alimalizia na baadaye akaanza kelele za huku akijitikisa kichwa na mabega na mikono akiitingisha kama mtu anacheza nachi ya Kihindi, huku akiwatazama watu waliokuwemo humo mmoja baada ya mwingine. Sawa, tumekusikia. Sasa sisi tunakuambia utoke katika mwili wa huyu binti. Umwachie maisha yake na bora urudi huko kwenu Bombe ulikotoka na familia yako. Kwa kifupi, hatutaki umtabishe kabisa huyu mtoto, la sivyo tutakutia tena moto wa umeme mpaka ufe. Ustadhi kiongozi alisema huko akimtizama Muna machoni kumtisha Shankaroro. Wakati huo Muna alikuwa taabani, amechoshwa na kipigo na umeme. Hakuwa hata na nguvu tena za kuongea. Pole alifunga macho na kujinyosha. Yule mkuu wa maustadhi aliwapa ishara wenzake wamwachie na wakamwacha. Msikilizaji, endelea kusikiliza posa za maana.
Ghafla mlango ukafunguliwa na Hamdani akaingia, hata hajulikani alikotoka. Aliwatazama watu wote waliokuwemo ndani humo kwa mshangao, na akamtizama Muna kwa masikitiko akiwa chini amejinyoosha na kuonekana taabani. Alijua kwamba kuna kitu kibaya kimemtokea. Muna alipomwona kakake alipata nguvu kidogo, akajizoazoa kwenda kumkumbatia na kaangua kilio kipya. Kanga ilikuwa imemfunguka na kichwa kilikuwa wazi. Hamdani alimtazama kwa kustaajabu. Hakuwahi kukumbuka lini alimwona Muna kakaa kichwa wazi mbele ya wanaume wa nje. Pole Muna, una nini? Mbona uko hivyo? Iko wapi kanga yako? Hapo Muna ndipo anakumbukia kwamba kanga yake ilimvuka katika vita vyake na maustadhi. Alinyoosha kidole upande ilipokuwa kanga yake na kumwashiria Hamdani. Hamdani alimkamata Muna na kwenda kumweka kwenye kochi lililokuwa tupu ukumbini. Watu wote kimya wanawatizama wao. Kisha Hamdani alikwenda kuichukua kanga pale ilipoanguka sakafuni na kumpelekea Muna na kumzungurushia kichwani ili afunike nywele zake. Kuna nini hapa? Hamdani aliuliza kwa sauti iliyojaa hamaki. Alimtazama mama yake, kisha akawatizama wale maustadhi mmoja mmoja. Sura zao hazikuwa ngeni kwake, kwani ni watu wa mji huo na huonekana mara kwa mara kwenye shughuli za kupiga dufu. Ilikuwa anasomewa Muna, Bi Salma alijibu kwa mkato. Hakutaka kuanzisha maneno na Hamdani saa hiyo, kwani anajua kwamba angekuwa makubwa mbele ya watu. Anasomewa nini? Hivi ndio kusomewa? Na hichi nini? Aliuliza akionyesha nyaya za umeme zilizotapakaa hapo. Hiki nini? Aliuliza tena mara ya pili. Ni vifaa vya kupambana na shetani, yule ustazi kiongozi alijibu, huku akikusanya nyaya zake na kuzitoa kwenye umeme. Kisha akazirejesha kwenye mkoba wake. Vifaa vya kupambana na shetani vinatumikaje? Hamdani alikuwa akionyesha hataki masara, na hapo hapo Muna akaangua tena kilio. Wameniwekea umeme mwilini, eti wanamtoa shetani na wala mimi sina shetani, Muna alisema kwa kwikwi. Hamdani sasa akasimama, mwili mzima ukimsisimka na huku akitetemeka. Vipi? Wamekuwekea umeme? Sasa wacha niende polisi, sikubali, kwa sababu yashakuwa makubwa haya. Wale maustazi wote kwa pamoja walisimama. Polisi ukafanyeje? Unakwenda kumshtaki nani uko polisi? Kwa kosa gani? Kama unatafuta mtu wa kumshtaki, basi ukanishtaki mie, kwani mie ndo nilokwenda kuwaita hawa. Hawajaja wenyewe. Badala ya kuwashukuru, wewe unaleta kisirani chako. Hujua amemwepusha ndugu yako na balaa gani? Bi Salma alikuwa kamsimamia Hamdani. Maneno yanamtoka na vimatemate vinaruka kila akisema. Alisita kidogo, kisha akaendelea. Basi wacha nikupashe kama hujui. Hapo alipo ana shetani Shankaroro na anataka kumtoa roho. Hamdani hapo hakuweza kujizuia na uchungu aliokuwa nao. Akaangua kicheko kikubwa mpaka akatokwa na machozi. Kicheko cha uchungu. Shankaroro? Huyo si yule Shankar wa filamu za Kihindi? Muna alinyamaza kimya akifikiria jinsi alivyotunga habari ya Shankaroro kujiokoa na mateso. Alijiambia akipata wasaa atamhadithia Hamdani yote, lakini kwa wakati huo hakuwa na hamu ya lolote. Hamdani alimwendea na kumkandakanda mabega. Pole sana ndugu yangu, iko siku Mwenyezi Mungu atakuondoshia mateso haya. Najua kipi kinachoendelea. Usione nimekusahau, lakini sina la kufanya ndio ukaniona hata sikai humu ndani. Alimwambia polepole mpaka ikawa waliomo mle ndani hawasikii nini anasema. Kisha akawageukia wale maustadhi. Hivi nyinyi naambieni, dini mmesoma wapi? Mie si shekhe wala si ustadhi kama hivyo mnavyojiita nyinyi, lakini mnaona ni sawa kuja kukaa na binti na kumkamata kama mlivyofanya mpaka mkamvua nguo yake? Ni sawa? Na wapi mlisikia kuwa umeme unatumika kumtoa shetani? Nani kawaambia na shetani huyu? Hamdani aliwasimamia na kuwauliza, leo kama si huyu mamangu, basi ilikuwa ama nyinyi ama mimi, lakini mmesalimika kwa ajili yake.
Sasa nisikizeni vizuri, sitaki niwaone tena humu ndani, na nikija kuwaona basi sitosita kwenda polisi. Msije mkathubutu hata dakika kutia pua zenu hapa, msije mkasema sijawaonya. Mara hiyo sitomsikiliza yoyote. Hamdani alisema kwa vitisho na kujiamini, hata Bi Salma akatishika, kwani alijua hayo alikuwa akiyasema sio vitisho tu, lakini angeweza kuyatekeleza. Hebu waache watu wa watu, kilichokuleta humu ndani hasa nini? Kaa huko huko nje, usitujie humu, kwani huna unalolifanya zaidi ya kunizidishia waka kuliko huu nilionao. Kama hamjanitoa roho hamridhiki, mpaka mhakikishe nishafukiwa, ndo roho zenu zitakuwa nyeupe. Bi Salma alitumia njia nyingine sasa ya kumnyamazisha Hamdani, na alifanikiwa, kwani alimtazama mamake, kisha akamwendea Muna na kumnong'oneza kitu sikioni. Kisha akawatizama tena wale maustadhi kama anawaambia kwamba aliyoyasema hatani. Baadaye huyo akafungua mlango na kutoka. Afadhali hata huyo Hamdani nimemuona leo, lakini babangu sijui kapotelea wapi. Nimekuwa kama yatima, Muna alifikiri. Toka kasheshe la Muna lianze, basi Bwana Hamisi alitoka alfajiri na kurudi usiku. Hata chakula cha mchana haikujulikana alikuwa anakula wapi. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Baada ya kutoka tu Hamdani na wale maustadhi walinyanyuka. Mdogo wao alibeba mkoba wao na hao wakawa wanataka kutoka. He? Mbona haraka hivyo, hata hatua gani? Kwani ndo yameisha? Bi Salma aliuliza. Mama, utatusamehe, lakini sisi tunajitoa hapa. Hatuwezi kuhatarisha usalama wetu. Umemwona yule kijana wako alivyotutisha? Huyu binti yako ana hilo dudu. Mwenyewe umeona. Hapo anahitaji atibiwe kwa kombe na kisomo zaidi. Lakini sisi utatusamehe. Tunajitoa hapa kabisa. Utatafuta jinsi ya kumsaidia. Sisi tumeshaambiwa tusitie mguu tena hapa. Kwani nyinyi mnamsikiliza yule au dadangu hapa? Kwani aliyekuja kuwafuata ni yeye? Bi Sania aliingilia kati, kwani Bi Salma alibabaika tu, hakujua la kujibu. Hata hivyo maustadhi walikuwa tayari wapo nje wanavaa viatu vyao na kutaka kuondoka. Muna alinyanyuka taratibu na kuwasogelea. Mwili ulikuwa unamuuma kama kigongo. Siku yoyote mkijaribu kurudi nyumba hii na mkinifanyia kama mlivyonifanyia leo, basi sio kakaangu ambaye atakwenda kuwashtaki, bali ni mimi mwenyewe. Maustadhi walimtazama na wakajua kama kweli hatani. Hapo ikawa ndio kwa heri ya kuonana. Ukumbini sasa wamebaki wenyewe. Muna mwili unamuuma kwa mateso ya siku hiyo. Mama yake na Bi Sania walishusha pumzi. Umemwona shetani alivyokuwa na nguvu? Yaani wanaume 4 mababa wazima walikuwa wanashindwa na mtoto mmoja huyu. Ama kweli mtu akipandisha basi huwa na nguvu za ajabu. Bi Sania alianza. Muna, unakumbuka uliokuwa unayasema ulipopandisha? Unakumbuka ulisema nini? Muna alinyanyua macho yake na kumtazama anti yake, kisha akafunga macho na kubaki kimya. Hivi hawa wanaamini kweli kweli kwamba nilikuwa na shetani? Alifikiri. Katika maisha yake hakuwahi kusikia kwamba wanaosomewa wanapigwa na kushtuliwa na umeme. Aliwafikiria watu wengine ambao huteseka kwa watu kama wale. Mambo gani haya Mungu wangu? Aliwaza. Ama kweli kuishi kwingi kuona mengi. Alijisemea kimya kimya bila kujua kwamba ametoa sauti. Unasemaje? Mamake alimuuliza. Naona unasema peke yako sasa. Isijekuwa nataka kukurudia. Hapana, sio rahisi kumrudia. Wale wanakuja kama watachokozwa. Na kile kisomo ndio kilichomleta leo. Lazima atafutiwe dawa hili dudu limondoke. Isije ikawa balaa huko mbele.
Bisania alionyesha kuwa ana ujuzi zaidi kwenye sekta hiyo kuliko pacha wake. Bi Salma alitikisa kichwa kukubali, kisha akaongeza, sijui kama anakumbuka aliyosema, maana hata sijui Bi Semeni kaingiaje kwenye habari hii. Mashetani wengine wachonganishi, eti Semeni alimpeleka Muna Jengeni nyie. Uongo mtupu. Lini hiyo Semeni kampeleka huko? Na muda wote huu hakuwepo. Natoka arudi huyu Muna hajatoka ndani. Kilichomleta huyu Shankaroro ni kuja kuchafua hii ndoa, na sijui kaletwa na nani, lakini Semeni huyu shoga yangu siye. Naweza kuapa haiingia akilini hata kidogo mchumba amlete yeye kisha leo atake kuvunja ndoa. Yupo anaitaka kuvunja hii ndoa, lakini si Semeni. Mpaka mashetani na majini yamekuwa wachonganishi, Bi Salma alisema huku akitafakari. Wote walinyamaza kimya kwa muda, kisha Bisania akamgeukia Muna, hebu rudi zako ndani ukapumzike, maana huo mwili huyo shetani anaufanya kiti. Akija anakukalia na kukuumiza. Hataki kutoka mtu hoi, lazima mwili ukuume. Subiri nikuletee chakula kisha umeze panado, Bisania alisema, na huku ananyanyuka kuelekea jikoni. Muna taratibu alirudi zake chumbani kwake. Alitamani kuwa na simu yake azungumze na Muniri ama hata Samira, lakini tokea siku ile alipopokonywa hakuitia tena machoni simu yake. Alimpa kibarua ndugu yake Zuena kuitafuta chumbani kwa mamake, lakini wapi, ilikuwa kama iliyomezwa. Mama akificha kitu ndiyo basi tena, Zuena alisema. Muna alijinyosha kitandani. Alikuwa kachoka mwili na akili. Alitafakari yote aliyotokea siku ile, na huku akimfikiria Shankaroro. Kila akimfikiria Shankaroro, basi hakuweza kujizuia kucheka moyoni, japo alikuwa na maumivu na mawazo kichwani. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Kumbe naweza kuwa mtungaji mzuri na mwigizaji eh? Hivi ilikuwaje nikampa jina la Shankaroro? Na Bi Semeni je? Ilikuwa nimpe kisa kibaya zaidi, lakini mie nimefikiria ile safari yetu tu ya Jengeni nyie, na nimekosea. Ilikuwa hata yule baba na yeye nimtungie kisa. Ndiyo, yeye na Bi Semeni pamoja walivyoshirikiana kunipa jini kiziwi. Huyu jini bora angekuwa kiziwi asiyesikia. Lakini kama hasikii, umeme ungezidi kuniumiza. Pumbavu zao wale. Kuniwekea umeme? Natamani niwararue. Shankaroro anyanyuke amrarue kila mmoja wao kwa kunitesa, wasije wakathubutu kurudia jambo kama lile. Muna alikuwa akijiwazia kila aina ya mawazo, akili yake haikuweza kutulia. Kisa cha siku hiyo kilikuwa kimepita, lakini bado mipango ya harusi iliendelea kama kawaida. Kesho yake aliambiwa atakuja Bi Semeni wende wakapime virusi vya ukimwi. Kisha na Bisania ataenda na huyo bwana harusi mtarajiwa akapime. Kama kuna suala watu wa visiwa hivyo walilipa uzito, basi upimaji wa virusi vya ukimwi lilikuwa mojawapo. Na hata upimaji wenyewe haukufanywa kiholela. Bi harusi mtarajiwa ilikuwa lazima afuatanishwe na mtu wa bwana harusi, na bwana harusi mtarajiwa afuatanishwe na mtu wa bi harusi. Kituo cha kupimia walikuwa wanachagua hao wawakilishi. Yote hayo yalifanywa ili kuepusha udanganyifu. Ilikuwa ni jambo lilozoeleka na hata kufikiriwa kama ni la kisheria kwa watu wanaotaka kuingia kwenye ndoa kupimwa virusi vya ukimwi kabla. Enzi hizo maradhi hayo yalipoingia, yalipokuwa tishio kubwa na kukosesha watu usingizi, yalipokuwa yakiitwa maradhi ya kisasa, visa vingi vilitokea. Mfano, baada ya kuolewa na pengine kujaliwa kupata mtoto, mmoja wa wanandoa hususan mama, afya yake kuanza kuzorota. Kitoto kilichozaliwa kudhoofika. Leo homa, kesho kifua, kesho kutwa kuendesha, nenda rudi hospitali. Mwisho vipimo vikafanywa. Salale, tayari walishaukwa.
ikisemwa wameyakanyaga mawaya. Kilichofuata ilikuwa huzuni na lawama, kila mmoja akimnyoshia kidole mwenzake. Familia mbili kuzozana na kufarikiana, ndoa kuvunjika. Kabla ya matukio mengi kama hayo, ndio ikaamuliwa kwamba hakuna ndoa yote itakayofungwa bila watu kujua afya zao, kujua mbivu na mbichi. Hakuna shekhe wala kasisi aliyethubutu kufungisha ndoa bila ya cheti cha maabara kuthibitisha usalama wanaotaka kufunga ndoa. Hayo yalipoanza kufanyika, ilipatikana salama kidogo, kwani mmoja wa watarajiwa hawa akionekana tayari ameathirika, basi na mchezo ulikuwa umemaliza. Ziliwahi kutokea kesi ambapo ililazimika harusi kuvunjwa na bi harusi akiwa tayari na hina mikononi. Hilo lilimhusu kila mtu, tajiri na maskini, shekhe na muumini. Ingawa ilikuwa ni mara chache kwa wanatulieni kuonekana na virusi hivyo vyenye kusambazwa kwa njia mbalimbali, hususan ile inayohusisha tendo la ndoa. Wenyewe watu watulieni na ahueni walijinata kwamba mila na silka zao ni kinga tosha dhidi ya janga hilo. Toka enzi hizo mpaka hii leo, basi bado maradhi hayo na virusi hivyo viliwagopesha na kuwatetemesha watu wa visiwa hivyo. Muna alikuwa akitia na kutoa kama awatii aende huko kupima virusi ama asiende. Kwanza kitendo hicho cha kupima kilimtia kichefuchefu, akikumbuka hasa maana halisi ya kupima. Aliona baada ya kupima atakuwa na yeye amejikubalisha kufanya hilo jambo, na kwa akili zake zilivyompa ni kuwa hakuwa tayari, hakuwa na hamu nalo kwa wakati huo, si kwa huyo mume wala mtu mwingine yoyote. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Lakini nikikataa, si vita vikuu vya 3 vya dunia vitaanza na hata mimi sijacheza karata yangu ya mwisho, alijisemea mwenyewe kimoyomoyo, huku akitafakari kwa kina, akipanga na kupangua. Mwishowe aliamua tu kukubali, na wakati Bisemeni alipofika kesho yake, alikuwa ameshavaa baibui lake tayari kwa safari. Wazazi wake walituta kuona kakubali mwenyewe bila kulazimishwa kwenda kupima, na wakaona hiyo ni ishara njema. Vaa hii ni kabu, sio macho ya kila mmoja uko nje ya kutizame wewe. Bi harusi anatakiwa akionekana siku ya harusi awe mpya kwa kila mtu, Bisania alisema huku akimpa Muna nikabu ya kuziba uso. Bisemeni alipoingia, baada ya kusalimiana na kila mtu, Bisalma alimvuta pembeni na wakakaa chemba muda. Muna hakupendelea mkutano huo wa faragha baina yao. Alihofia kwamba mamake angempa Bisemeni habari za jana za rafiki yake Muna Shankaroro, na kama Bisemeni akimwambia Bisalma kwamba aliwahi kumpeleka nyumbani kwa Bwana Kheri, basi mamake anaweza kugundua kwamba sakata la Shankaroro lilikuwa la kutunga, ingawa Muna hakuhofu sana, kwani mama yake na Bisania walikuwa wamepeleka imani zao kwenye kurogwa na uchawi. Hawakutaka kuamini kama Muna hakurogwa. Hakuwa na shetani, hakuwa na wazimu, wala hajafanyiwa husda na mtu yoyote. Wao walikuwa wameshaingia wazima kwenye urogi na husda, na waliamini kama Shankaroro yupo. Japo Bisalma hakukubaliana na usemi kuwa kaletwa na Bisemeni. Mara mama yake Bisemeni wakarudi ukumbini. Bi harusi, ujambo? Naona ushava nikabu kabisa. Vizuri. Sio kila jicho la mtu likuone wewe, na ushaanza kung'ara si haba. Siku ile tuliporudi na kuona ulikoza, nikasema hapa tuna kazi ya kumng'arisha mwari, Bisemeni alisema huku akikaa kwenye kiti na kuchekacheka. Mbona unakaa tena, muda unaenda, hatutochelewa huko? Bisania aliuliza. Poa moto bibi, tulia, mipango imebadilika. Sasa wataenda kupima wote pamoja, bi harusi na bwana harusi. Kwanza itatuharakishia mambo, kwani tuna mambo tele ya kufanya. Bisalma aliingilia kati. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu itakayofuata ya Posa za Maana. Ulikuwa nami Fatia Abeid.